Nitawafundisha maana ya sadaka, nitawafundisha na tofauti ya yule mtu aliyetoa kwa hiari yake kwa kitu fulani. Nitawafundisha, mkisahau testimony ya yule mama nitawafundisha. Naamani alikuwa na madhabahu yao Syria, Elisha alikuwa na madhabahu yake kwa Israeli. Msichana mmoja alishikwa kutoka Israeli akapelekwa huko Syria, akawa anamfanyia mke wa Naamani kazi. Akamwambia mke wake, bwana wangu angejua mahali pale kuna nabii kule kwetu, aende atapona ukoma. Lakini Naamani alikuwa jemedari, tena Mungu alimtumia kwa ajili ya kusaidia Syria. Alipoenda kwa Elisha, sababu alienda kwa mfalme akamwambia mimi sijui mambo hayo. Alipoenda kwa Elisha akamwambia, sikia, nenda uoge 7 times. Now this number means rest, angalau pumzike. Jamaa akakasirika, akasema mimi nataka maombi. Kaambia si maombi, nenda uoge 7 times. Alipoenda akaoga 7 times, alibembelezwa na watu wake, akapona, akawa na ngozi safi kama ya mtoto mdogo. Akachukua kila kitu, nguo, akachukua fedha, akachukua dhahabu, akachukua chakula, akaanza kumbembeleza Elisha. Elisha akamwambia, hapana, sikia, mimi sitaki hizi vitu, rudi kwenu, sitachukua. Sababu sikia, hizi vitu vyote akipeleka madhabahuni ameweka kile kinaitwa ukoma. Na Elisha alijua kwa madhabahu yake kuna Gehazi. So akajua kuna Gehazi atakuja kutumia hizi vitu. Akitumia hizi vitu pasipo maombi, huyu mtu anaenda kukufa. Akamwambia, beba hizi vitu, rudishe. Kwa hivyo mwanangu, wakati wowote unatoa sadaka, sacrifice imebeba hizo problems zako. Sacrifice haijabeba utajiri wako, imebeba problems zako. Unapeleka kwa higher altar. Ukipeleka kwa higher altar na damu ya Yesu zinasafishwa. Na nyakati hizo watu walikuwa wanatumia mbuzi na kuku, asingeweza kusafisha shida za Gehazi. Elisha akajua huyu mtendakazi wangu ataumia. Sasa wakati wowote unatoa sacrifice, unaingia katika covenant. Hiyo pesa ambayo unatoa imebeba hizo shida. Umenielewa baba? Imebeba hizo shida. Hiyo ndio maana ya sacrifice. Lakini sikia, kuna mchungaji aliye na uwezo wa kukuombea wewe ufunguliwe pasipo sacrifice. Tofauti ni kwamba sacrifice huweka covenant hudumu. Umenielewa? Lakini maombi husaidia mtu. Narudia, immunize mtu against polio, umempa chanjo dhidi ya polio, hata waishikwa na polio, si ndio? Lakini akishikwa na polio ukamtibu, atashikwa tena. Sacrifice inaweka kinga milele, but prayers ina solution. Hiyo ndio maana Yesu Kristo ni sacrifice. Yeyote atakaye kuja hata miaka 2,000,000 akiamini Yesu, sacrifice, ameingia kwa covenant ya wokovu. Pasipo hiyo basi kazi hiyo ya Mungu haingekuwa na covenant. God is God. Whatever he says, he will never change it. Na amesema
damu ndio inatakasa uhai wa mwanadamu. Zimeandikwa hivyo, tulisoma jana chapter number 17 verse 11. Maana kwa damu, hiyo damu nimeipeana ili iwaondolee matatizo nafsini, in your souls. Sasa ikiwa sisi tuko na shida, ilibidi Mungu atumie sacrifice iliyo na damu yenye nguvu ituondolee dhambi, na hiyo sacrifice huleta covenant. Covenant mama, inamaanisha hata ukiondoka ukalala katika uzeeni na huyu ni mtoto wako, yeye pia atavuna kwa hiyo covenant yako. Akizeeka amezaa huyu, kama ulivunja madhabahu ya talaka, huyu akaolewa, huyu hata asipovunja, huyu ataolewa, na huyu ataoa, na huyo mwingine, na huyo mwingine, na huyo. That prayer can solve your problem, but remember there is no covenant. Yesu hahitaji kuja kukufa tena. Mungu hahitaji kuja kutuhubiria tuokoke. The blood of Jesus is a covenant sacrifice blood. It preaches. Hiyo damu ndio inaingia ndani ya Ezekiel, analipuka na injili. Hiyo damu inaingia ndani yako, mifupa inapona, mishipa inapona, mnatupa hizi vyuma, hiyo damu tu. It preaches, it preaches. That is why sacrifice is important. Matoleo ni muhimu kwako. Mama, tithe sio sadaka. Tithe ni sacrifice ya utajiri. Narudia. Tithe is the sacrifice for the protection of your property. Number one, tithe is the key to your blessings. Without you asking for it. Ukitoa tithe hauhitaji kuiombea, imeandikwa. Madirisha na malango ya mafuriko ya baraka itafunguka tu, hauhitaji kusema. Is the source of blessings. Tithe ziko karibu mara 7. So tithe is a sacrifice, but this sacrifice is predetermined. By God's command. Malachi chapter number 3 verse 10 to 12. So you don't need to give tithe and pray. No, you need to give tithe and relax. Funguo za mbinguni. So yule msichana wangu aliponiuliza swali, nikamwambia mamake ndio tatizo.